Karibu katika episode ya 7 na ya mwisho kabisa ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Bidada Yontaki alishangaa sana kuona kuwa kulikuwa kuna barua ambayo inaonekana yeye amewahi kuituma kipindi ambacho yupo Canada. Sasa kana jiuliza, ni lini nimewahi kwenda Canada na mbona passport sina na sijawahi kusafiri kabisa hata kupanda ndege katika maisha yangu. Dada haraka sana akaangaikia utaratibu wa visa ili aweze kusafiri kuelekea huko nchini Canada kwa sababu anashangaa kuona kwamba amewahi kutuma barua kutokea katika hoteli fulani iliyopo nchi ya Canada. Na mwisho bidada akakwea pipa na moja kwa moja mpaka nchini Canada. Kisha akaenda kufikia katika hoteli ambayo alikuwa anaelekezwa katika ile barua. Ilikuwa ni hoteli inayomilikiwa na Mwamba Kim Shin. Sasa alipofika tu katika eneo hili akashangaa kuona kwamba anaambiwa hii barua ilikuwa imetumwa miaka 10 iliyopita. Kwa bahati mbaya ilikuwa haijaweza kufanikiwa kutoka. Hivyo tukaamua kulisend kwa maana ya kuituma upya. Hasa bidada akiwa haielewi kabisa akazidi kutembea katika mitaa ila akashangaa kwamba kuna mwanamke mmoja anaweza kumuita hivi, "Hello, mambo, umependeza." Bidada akamuuliza, "Je, unanifahamu?" Akasema, "Hapana, sikufahamu, ila hiyo necklace mimi ndio niliweza kuitengeneza." Huyu mwanamke akaeleza kwamba kuna mwanaume mmoja mzuri sana aliwahi kuniagiza niweze kuitengeneza kipindi cha miaka kama 10 hivi iliweza kupita. Akaendelea kuikata mitaa taratibu, lakini akiwa jirani na mlango fulani hivi akashangaa kuona kwamba Mwamba Kim Shin alikuwa anajitokeza katika mitaa hii. Ikabidi kwanza kushangaa na kusema kwamba, "Yaani wewe umenifuata mpaka huko nchini Canada kwa ajili gani?" Akawa anamuuliza Mwamba, "Ni kwa nini unaweza kunifuatilia kiasi hicho?" Jamaa akasema, "Hapana, nilikuwa namfuatilia mpenzi wangu kipindi cha nyuma kidogo, nilikuwa nikimpenda sana ila kwa bahati mbaya sikuweza hata kumshika mkono wake." Sasa bidada akiwa ndani ya hoteli akaanza kukumbuka kwamba yule mwanamke alisema kwamba huyo mshikaji alikuwa akimfuatilia alikuwa anaitwa Kim Shin. Sasa huyu Kim Shin ni nani huyu? Akiwa hapo ndani chumbani kwake akaana chungulia kwa nje akagundua kwamba Mwamba Kim Shin alikuwa pale kwa nje. Akaanza kumfuata huyu jamaa na kumwambia, "Wewe jamaa samani, hivi tumewahi kukutana mimi na wewe kabla? Mbona unifuatilia sana unajua?" Baada ikabidi kuambiwa kwamba, "Vipi unanipenda?" Bidada akabakia kimya tu, hakuweza kuzungumza kitu chochote kile. Baadaye bidada katika hoteli hiyo hiyo akaanza kujipatia msosi, lakini kila mazingira ambayo anakuepo akajikuta tu anaanza kumisi uwepo huyu jamaa ambaye linamfuatilia. Akalialika kwamba, "Karibu bwana tuweze kujipatia msosi." Lakini haya mazingira wanaonekana unayajua sana. Umewahi kuepo hapa kabla Mwamba akamtazama bidada akasema kwamba, "Unaniulizia sana kwa habari ya mahusiano yangu na mimi maeneo ambayo nilikuwa napenda kutembelea, au sio? Basi kesho tutakwenda kuonana na kwenda kujibu kila kitu." Bidada akasema kwamba, "Mimi kesho narudi Korea." Na Mwamba akamwambia, "Tutakutana huko Korea." Basi bana bidada akawa anatabasamu. Amejikuta tu analitabasamlia ili jamaa ili na anajikuta ana enjoy sana kwa karibu nalo. Mwisho siku akawa anasoma ile magazine aliyokuwa nayo pale katikati. Akaja kugundua kwamba kuna makaburi fulani yalikuwa kionyesho, lakini kuna njia alikuwa anapita ilikuwa inamuelekeza kuelekea katika ile makaburi na Mwamba alionekana kana kwamba alikuwa anamzuia hivi. Baadaye bidada kisirisiri akaenda kuvizia na kisha akaenda kutembelea katika yale makaburi. Na mwisho wa siku akaja kugundua kwamba kulikuwa na kaburi la Mwamba katika mitaa hii. Akaanza kumuuliza, "Ina maana wewe ni mzimu? Ndio maana unanifuatilia mimi kila sehemu, si ndio? Na vipi kabla mimi na wewe tumewahi kuwa pamoja miaka 10 iliyopita?" Mwamba akasema, "Hapana." Kisha akawa anaondoka. Lakini siku ya leo bidada akiwa anatembea peke yake katika mitaa aligundua kwamba kuna ua moja maarufu sana nchini Canada lilikuwa likianguka kutokea katika miti. Baada ya kulidaka lile ua mikononi mwake akajikuta kuna kumbukumbu ni kama zinaanza kurudi katika akili yake. Akajikuta tu anashindwa kuyazuia machozi yake. Mwisho wa siku akaanza kukimbia huku na huku, haelewi hata wapi anakoelekea. Baada ya kukimbia sana bidada akiwa analia sana, kisha akawa anasema, "Kim Shin, Kim Shin." Na mwisho wa siku akagundua kwamba kulikuwa na mshumaa fulani ulikuwa unawaka kando yake, akawa ameupuliza na Mwamba Kim Shin akawa amejitokeza pale pale. Mwamba alimvuta tu bidada kwa ujilani kisha akawa anamkisi katika lipsi zake. Huku upande wa pili dada mtu alikuwa yuko katika eneo fulani vila bar akiwa anatazama CCTV cameras. Ila akaja kushangaa kwamba kuna mwanaume mmoja alikuwa anamuona na huyu jamaa hakuwa mwingine bali ni yule Mwamba Grim Reaper. Akawa anakumbuka kwamba amewahi kupita jirani yake. Sasa nakumbuke kwamba bidada kumbukumbu zote huwa alifutwaga. Kwa hiyo sasa hivi akaanza kumshangaa huyu jamaa na kuanza kusema kwamba, "Wewe umewezaje kunijua?" Kumbuka ameweza kushuhudia picha katika ile kamera na anashangaa Mwamba kuona kwamba bidada mwana nilimfuta kumbukumbu ina maana nikumbuka tena. Bidada akaongezea kwa kumwambia Mwamba, "Ni kwa nini uliponiona kwa siku ya kwanza tu ulianza kulia?" Lakini jamaa akasema kwamba, "Nilikufananisha na rafiki yangu wa zamani." Mwamba hakuficha kabisa akasema kwamba yeye alikuwa anaitwa Wang, kwa maana ya lugha nyepesi alikuwaga ni mfalme wa zamani. Bidada akasema, "Okay, nilikuwa sikujui bana." "Okay, nashukuru." Kisha akawa anaondoka katika ile eneo la mgahawa. Lakini alipokuwa anaondoka tu machozi akaanza kumtilika kuonesha kwamba alikuwa anakumbuka kila kitu. Wakati ametoka katika maeneo hayo aliweza kumuona mtoto mmoja hivi akiwa ananyeshewa sana na mvua. Akawa amemchukua na kumpeleka katika eneo fulani la mgahawa kisha akawa amempatia chai. Lakini kitu kibaya ni kwamba Mungu alikuwa anapanga kumfuta bidada kumbukumbu zake. Kwa hiyo sasa kumleta huyu mtoto hapa ndani ni kama amerahisisha kazi. Lakini kumbukumbu fulani zikawa zinamrudia alipokuwa pale mgawani. Amewahi kumuona kama kaka yake ila hakuelewa kwa nini huyu jamaa amepata hisia tu mara baada ya kuweza kumuona. Lakini pia akimuonaga huyu malaika wa kifo anajikuta ana hisia naye za karibu sana. Ila huyu malaika wa kifo anamkumbuka vizuri tu ila anamzuga kwamba mkumbuki. Na wapenda nao wawili baada ya kurudi kutokea kule nchini Canada moja kwa moja siku ya leo akiwa nchini Korea wakawa wanapeana ahadi ya kwamba, "Sitataka kuchelewa kabisa, nataka nikuoe mapema iwezekanavyo." Na bidada Yontaki bila yana yoyote akasema kwa Mwamba kuwa, "Nipo tayari." Walipoweza kurudi nyumbani tu malaika mtoa roho alipoweza kuwatazama wawili hao aligundua kisa kwamba bidada Yontaki ameweza kurudishiwa kumbukumbu zake zote. Mwisho wa siku akawa anawapongeza kusema, "Jamani, ongeleni, kama mna mpango wa kuoana basi ni jambo jema zaidi." Lakini malaika mtoa roho alipoweza kutoka katika eneo hilo alikuwa na huzuni sana kwa sababu anajua kwamba bidada atakapofikisha umri wa miaka 20
49 kuna malaika mtoa roho atakuja kuichukua roho yake. Basi akiwa nje kidogo akagundua kwamba kuna orodha ya watoto ambao wanatakiwa kufa wenye umri kati ya miaka 7 mpaka 8. Lakini alipokuwa akitazama ile orodha, bidada akawa amepita kando yake na kuweza kumpungia mkono. Kisha alipoweza kuitazama ile list akagundua kwamba hatima imeweza kubadilika. Lakini akajiuliza ni kwa nini hatima hii imeweza kubadilika? Akaja kugundua kwamba bidada alipokuwa akimpungia mkono, bila shaka ni kwamba hatima ya bidada ni kwamba iko karibu zaidi na yeye anatakiwa kufa, ndio maana hatima ya watoto imebadilika. Siku ya leo ndio siku ambayo bidada anakwenda kuolewa na Mwamba. Basi akawa anaendesha gari yake taratibu, huku jamaa akimsihi kuendesha kwa uangalifu kwa sababu yeye ni bibi harusi mtarajiwa siku ya leo. Lakini bidada akiwa katika gari akashuhudia kuna truck moja ilikuwa ikishukia kutokea kilimani na ilikuwa inaelekea kwenda kuwagonga watoto. Akaamua kuiwahi kwa mbele kwa kuegesha gari yake. Basi ile truck ikaanza kumzoa bidada. Kwa ndio maana ile hatima ya watoto ilifutika, kwa sababu hatima ya bidada ilikuwa inatimia. Na bidada alipokuwa anataka kufa pale chini baada ya kugongwa na gari, alikuwa akizungumza jina moja tu akisema Mwamba Kim Shin. Lakini wakati huo anayasema hayo, yule malaika mtoa roho Mwamba Grim Reaper ndo kwa mara ya kwanza akaanza kulia kwa ajili ya marehemu anayekufa. Na kisha nafsi ya bidada baada ya kuiacha mwili, basi kamfuata Mwamba Grim Reaper na kumuuliza jamaa, ni mara ngapi nilipaswa kufa? Mwamba akamwambia kuwa hii ni mara yako ya kwanza ambayo ulipaswa kufa na umekufa kweli. Dada sasa hana chaguo lolote zaidi ya kuchagua mlango mmoja wa kuingia, mlango mbaya kutokana na matendo na mlango mzuri kutokana na matendo. Moja kwa moja mbele yake akashangaa kumwona Mwamba Kim Shin. Kim Shin akafika na kumkumbatia bidada aweze kumwaga. Mwamba Kim Shin alikuwa akilia kama mtoto mdogo akiwa amemkumbatia bidada, lakini bidada akamwambia kwamba naomba utanisubiria katika maisha yajayo na kuahidi kwamba tutakuwa pamoja. Na kama kawaida ya malaika mtoa kifo, baada ya kufa tu anakupatia chai ambayo inakwenda kufuta kumbukumbu zako zote za zamani. Kisha akawa amempatia bidada. Lakini bidada akasema kwamba sitoinywa chai hiyo. Kwa lugha nyepesi bidada anataka afe na kumbukumbu zake ili atakapokuja kuzaliwa tena basi aweze kuzaliwa na kumweza kumkumbuka Mwamba Kim Shin kwamba ndio mpenzi wake. Na bidada Yontaki akawa anamwaga Mwamba kwa kulia sana, akimwambia kuwa siku moja nitakuja kurudi, nisubiri kwa sababu wewe una maisha marefu, na siku moja nitakuja kurudi nikiwa nakukumbuka kwa sababu nakufa na kumbukumbu zangu. Na Mwamba baada ya kuweza kumzika tu bidada, moja kwa moja akaelekea katika eneo lile la beach ya bahari. Kisha akawa amechoma karatasi iliyokuwa imeandikwa jina la bidada Yontaki na kusema kwamba hii ni baraka na kumbukumbu ya kwamba siku moja ukizaliwa nitakusubiri. Miaka 30 imeweza kupita sasa, na siku ya leo aliweza kupokea jina jipya kabisa ambalo anatakiwa kaende kuchukua roho yake, na alikuwa jina lingine bali bidada Sani. Hii kitu ilimuumiza sana kwa sababu ni mwanamke aliyekuwa akimpenda sana. Na Mwamba katika hali hiyo hiyo akamkabidhi bidada pete na kumwambia kuwa kama utapata maisha mengine wakati mwingine basi niahidi kwamba utakuja kunikumbuka na utanipenda. Kisha akawa amemvisha pete na bidada ndio huyo akawa anaelekea kwake. Wakati huo akaweza kumtazama kaka yake alikuwa dirishani akimtazama tu dada yake ambaye ameweza kufa siku ya leo. Na huyu malaika mtoa roho akutaka bidada aweze kuelekea peke yake huko. Moja kwa moja akawa ameelekea naye katika ule mlango wa kuelekea katika maeneo ya mbingu. Mwamba Kim Shin akaendelea kutembea katika mitaa akihisi kwamba ameachwa peke yake dunia nzima. Lakini siku ya leo mitaani akiwa anatembea akaweza kuiona maisha ya mbele ya malaika mtoa roho pamoja na dada yake kwamba watakuwa na furaha sana na kwa amani zaidi. Ni miaka 45 imeweza kupita kutokea bidada alipokuwa ameweza kufariki, na siku ya leo Mwamba akiwa anapita katika maeneo fulani hivi ya kaburi lake, basi alikuwa akisoma kitabu fulani, lakini ghafla akawa amesikia sauti fulani ambayo ni kama anaijua. Na ile sauti haikuwa ngeni kabisa, nyuma yake ilikuwa ikisikika. Hakuwa bidada mwingine bali alikuwa ni bidada Yontaki. Mwamba alifurahi kweli kweli kumuona bidada, basi wakawa wanafurahia moment nzuri katika maisha yao. Na Mwamba kwa kuwa miaka 50 iliweza kupita nyuma hakuweza kumvisha pete bidada na kumuoa, basi mapema siku ya leo akaamua kumuoa bidada. Hapa watakwenda kuishi maisha yao kwa pamoja mpaka bidada atakapokufa na Mwamba ataendelea kuishi duniani. Swali ni kwako wewe mpenzi mtazamaji, unadhani mpenzi uliye naye labda siku ya leo ikatokea tu malaika mtoa roho anamuuliza kwamba je, ufe na kumbukumbu zako za mpenzi uliye naye au la? Je, unadhani anaweza kukubali kufa na kumbukumbu zako au itakuwaje? Kibongo bongo utamsikia mshikaji wangu Ibra anakuambia kwamba sio tu kupata kumbukumbu za msichana wangu wa kipindi hiki, lakini hata kupata tu kumbukumbu kwamba nilikuwepo Bongo bahati mbaya, nataka nizaliwe mambele huko. Lakini wewe je, unayenitazama, to be honest, ungeweza kufa na kumbukumbu za mpenzi wako ama ungeomba tu unywe kikombe cha kusahau mambo yote? Tukutane katika ukurasa wa comment. Lakini ukikuuliza kwamba mimi naitwa nani, waambia naitwa DJ Paul wa PVP Media Max. Karibu sana, na episode inakwenda kujili bana. Baada ya hii tutakwenda kufuatilia tamthilia nzuri sana inayohusiana na samaki mtu. Kama ambavyo niliweza kutangazia katika ukurasa wetu, nilitangaza kwamba tutakuwa na tamthilia mbili. Moja ndio hii ya malaika mtoa roho, lakini pia ya pili tunaingia katika tamthilia nzuri sana ambayo itahusu samaki watu inayokwenda kujili bana baada ya hii. Lakini kukumbusha tu kwamba mara baada ya video hii itaingia video moja ambayo inafundisha namna gani ya kufungua channel ya YouTube kwa wale ambao wanatamani kupata fursa ya kuweza kufungua channel za YouTube lakini kunufaika kupitia na YouTube. Basi baada ya hapo itakwenda kufundisha, itatoa maelekezo, na baada ya hapo basi itafuatia tamthilia yetu nzuri sana ambayo tunakwenda kuianza ya samaki
watu. Asanteni sana kwa wote ambao tulikuwa pamoja kuanzia episode ya kwanza mpaka hapa episode ya 7 tulipoweza kuhitimisha. Ni kusitu kusalama ya kulike sana, lakini kama una mshikaji wako anafuatilia sana tamthilia kama hizi, basi ni vyema ukamsukumia link na kumkumbusha kwamba anatakiwa kugusa alama ya kusubscribe, kwa sababu hii ni familia pekee inayoachilia kazi kwa wakati.